Naitwa Mhubiri David Juma, niliyoko mbele yenu. Niko hapa kwa ajili ya kushirikishana maneno ya Mungu. Nitaenda kwa utangulizi ufuatao kutoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 2 mstari wa 1. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nalitaka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa 3. Biblia inasema, hili ni zuri nalo la kubariki mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, ambaye ni Kristo Yesu. Basi natoa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kunipa kibali cha kusimama mbele ya watakatifu wenzangu, lakini pia natanguliza kwa kusema tena asante kwa uongozi wa kanisa kwa kuweza kuniamini pia nami kusimama mbele ya watakatifu kushirikiana na Mungu. Amen. Amina. Basi pia tunaenda kuomba kwa ajili ya neno. Naomba kwa ajili ya neno, basi tufike macho ili tuweze kuomba kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, tazama majira na nyakati hizi ya Baba Baba ulioweza kuachilia bali mtoto wako kutana mahali hapa na kuweza kusikiliza neno. Baba, nahitaji uwezo na nguvu zako Roho Mtakatifu uweze kutumia vidole wako ili mahali hapa. Ninayo yasema neno langu, bali neno lako kwa ajili ya kwenda kuponya. Katika jina la Yesu Kristo, acha yote tunao sana. Yoma kushukuru. Kile somo kinasema kwamba nikimbilie wapi ili niwe salama. Nikimbilie wapi ili niwe salama. Nikimbilie wapi ili niwe salama. Katika maisha yetu sisi wanadamu, watu huwa tunawaza sana nikimbilie wapi ili niwe salama. Yawezekana kuna mwingine anapita katika njia, unajua kale, akaona siku kuna mti hapo na kiburi, akakimbilia kwenda kukaa pale kwenye mti na kiburi. Wapi sisi tunakimbilia? Niseme kama hapa kuepusha hiyo kale. Unaweza kwenda kwako unakaa lakini pia chakula hakuna, kwa rafiki yangu yuko nyumbani. Ukaamua kumfuata na yeye akakupa chakula, kwa siku ile ikawa sehemu ya kimbilio chako. Amen. Lakini pia kuna mtu mwingine anaweza kukuta anaishi Tanzania hapo, lakini akaiona nchi kwake kama haina usalama kwake. Kuna kitu kinaitwa balozi, akafuata kukimbilia hata Kenya, kwenye balozi wa Kenya, labda itakuwa sehemu salama. Kwa sababu anajua hiyo kona ya balozi pale, hata kama wafanyao malipo Kenya, ndio balozi kuendelea na chochote. Akaamini kwamba yeye bali ni sehemu salama. Amen. Sasa pamoja kutazama kwenye kitabu cha Zaburi 46. Zaburi ya 46 mstari wa 1 na 2. Ndio. Msaada utaonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo asitogopa japobadilika nchi, japotetemeka milima mawingu na bahari. Hakika Biblia inasema kwamba Mungu ndio kimbilio letu sisi la kweli. Sio kule kukimbilia kule Kenya, kwamba ukashikiliwa ukaweka sehemu salama kama ndio mwisho wa usalama wako. Sio kule tu kuona kiburi sehemu kama kukaa pale na kutoka kwa wewe ukikaa hapa ni sehemu yangu salama. Sio mwisho wa maisha. Wamesema kwamba Mungu ndio kimbilio letu katika maisha yetu. Mungu ndio kimbilio la kweli katika maisha yetu. Ndio maana hata wewe Mungu akaja akamtoa mwanae pekee, akasema ya kwamba amwaminie yeye haya atakuwa. Atakayemwamini yeye atakuwa na uzima milele. Atakayemwamini yeye hatakumbuka wale balozi wa Kenya. Atakayemwamini yeye na kufuata yeye hatakumbuka hata balozi wa Malawi. Hakika ubalozi wa Malawi ni Yesu Kristo ndio balozi pekee. Huo balozi wa Kenya Yesu Kristo ndio balozi pekee. Na hata kiburi cha miti Yesu Kristo ni kiburi kuliko kiburi yote. Amen. Hebu tumwangalie Pani. Miongoni mwa viongozi mbalimbali, Pani anaweza kama wewe kwa viongozi mbalimbali. Lakini katika ndoa yake yote Pani anajua kama nikishadoa hapa, akitokea mtu mmoja kumfanyia, hata miongoni mwa wale viongozi. Akijua kwa kile kufanywa, anajua kuna sehemu yake ya kukimbilia. Anajua kama nikisharibu kujikaribu nguo mabega ndio kuna sehemu kukimbilia. Sasa angalia ni kwamba wewe
Kwa sababu hana kimbilio la kweli. Kwa hiyo kama tegemea wewe umesimama, hana kimbilio la kweli tena. Anaona kwenye mechi aende, kitandani aende, apamba kwenye mechi, hana sehemu nyingine sahihi. Ila mimi na wewe tunaye Yesu Kristo ndio kimbilio pekee. Hata kama ngoni, hawezi kuzuia mambo tunaye Yesu Kristo tunamtegemea yeye kimbilio katika maisha yetu. Amen. Sasa tunajaribu kuona ni jinsi gani? Ni jinsi gani tutapata kukimbilia? Ni namna gani tutapata sema kukimbilia? Hatua ya kwanza lazima tutambue kwamba Mungu ndio kimbilio. Lazima utambue kwamba Mungu ndio kimbilio pekee. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa sababu utaweza kufanya vitu vyote. Utaweza kufanya dhambi, ukaweza ukapata ukaishi maisha ya dhiki, ukapita kwenye changamoto za kila aina. Ni jambo la kwanza utambue kwamba Mungu kwanza ndio kimbilio pekee. Amen. Basi tuangalie kwenye kitabu cha Zaburi 91. Zaburi 91 mstari wa kwanza na pili. Akitie mahali pake pasiri aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Inasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Hakika Bwana ndiyo kimbilio langu na ngome yangu. Hata kama ukajikuta kuna sehemu anguka au unaona kama ndio basi umeshapata kuna sehemu nyingine ya kukimbilia, nasema Bwana ndiyo kimbilio langu. Na kila mmoja hapa aseme kwamba Bwana ndiyo kimbilio langu. Bwana ndiyo kimbilio langu. Mwambie jirani yako kwamba Bwana ndiyo kimbilio letu. Amen. Hebu tutazame kwenye kitabu hiki cha Yohana 3 mstari wa 16. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika Yesu. Sasa mimi na wewe tuseme ni kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee au ndio balozi wetu mimi na wewe. Yeyote ambaye amekosa furaha kwa Mungu ndio furaha yote. Yeyote ambaye amekosa amani kwa Mungu kwenye amani, huo ndio balozi wetu. Hicho ndio kikundi chetu kwa kila mmoja wetu. Amen. Basi tuangalie alama nyingine ambayo pia inaweza kutusaidia jinsi gani ya kuweza kupata mahali pa kukimbilia. Nasema kwamba tukimbilie Mungu kwa maombi na imani. Tumkimbilie Mungu kwa maombi na imani. Tazama kitabu cha Mathayo 11:28. Biblia inasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kasema nyinyi nyote, aliyasema tu fulani, nyinyi nyote, yeyote anataka kumwona Yesu siwezi. Mimi jamaa najaribu kufanya hivyo na kama sifiki. Najaribu kusoma kwa kama sielewi. Najaribu kufanya kazi zangu mbona sifanikiwi. Najaribu hapo kutafuta mke mbona sipati. Najaribu kupata mke mbona sipati. Kasema hayo yote njooni kwangu. Enyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Hakika kwake yote yanawezekana. Kwake hiyo yote tunafanya hayo yote. Amen. Hapo moja kwa nyingine ambayo kama ni jinsi gani tutapata mahali pa kukimbilia. Kasema ni kwa kukaa karibu na Mungu kupitia neno lake. Kwa kukaa karibu na Mungu kupitia neno lake. Uwe ni mtu wa kusoma Biblia wakati wote. Mungu Biblia utapata kila siku baada ya zote siku Biblia. Itakuelekeza ni kwamba ukikosa furaha fanya kitu gani utakuwa na amani. Umekosa tumaini, fanya jambo gani jambo la tumaini. Biblia inatuelekeza kila jambo. Tukilijua neno la Mungu kwa wingi, akipa furaha itakuwa na kesho. Kila jambo linalokuwa na mtu kama haliwezekani kwa Mungu linawezekana kupitia kwa neno la Mungu. Amen. Basi tuangalie pia katika Zaburi ya 119 mstari wa 15. Zaburi 119:115. Biblia inasema, "Neno lako ni taa ya ndugu yangu na mwanga wa njia yangu." Hata kama uko umekaa sio kama unataka napita wapi? Hapa nitafanyaje? Hapa nitaishije? Kumbe neno. Hilo neno Biblia hiyo ndio taa ya ndugu yako. Hilo neno Biblia
Biblia neno ukishikilia litakufungulia watu welekeo. Litakufundisha nini ukifanya endapo utalishika neno litakapo hili duniani. Amen. Kwa hiyo amini kwamba Biblia ndio kimbilio kwenye maisha ya wokovu. Ukilishika neno, hiyo ni kimbilio kwenye maisha yetu. Amen. Lakini pia tunaweza kuangalia kuwa ni jinsi gani tutapata kukimbilia. Hakika amini ya kwamba kumkabidhi Mungu maisha yako yote. Mkabidhi Mungu maisha yako. Mkabidhi Mungu maisha yako. Maana kila jambo lako wewe ulifanyalo, hata unataka kuanza jambo, anza na Mungu, kwamba bila Mungu hili jambo hili yangu siwezi. Kuna mambo mengine kwa akili yako ya kawaida lazima kabisa hili nimekamba, hili katika mambo ninaweza. Fanya hiyo zinakati sawa. Ile kama utalifanya kweli ni bado jambo linaloanza kwa lakini lisima na mwendelezo wote kwa sababu ni jambo jambo. Amen. Kwa kila jambo ambalo unajaribu kufanya kwenye maisha yako, mtangulize Mungu, uamini kwamba Mungu ndiye anayeweza kuleta jambo katika kwenye hatima ambayo unahitaji. Maana kwa akili zako peke yako unaweza ukalianzisha, lakini sio kwenye malengo ambayo bado wewe unakusudia kutofika hapo. Kwa hiyo mtangulize Mungu kama ndio kimbilio kwa maisha yako, biashara yako, shughuli zako zote, na mtanguliza Mungu kuwa ni kimbilio, hakika yeye atakuwa ni ngao ya maisha yako. Amen. Amina. Lakini pia ni jinsi gani tunaweza kupata mahali pa kukimbilia? Hakika ni kwa ushirika katika imani. Kuwa na ushirika katika imani. Kuwa na ushirika katika imani. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mhubiri 4:9-10. Mhubiri 4:9-10. Aliyepata Mhubiri 4:9-10. Usiseme kwani siku za kale kupita siku hizi, maana si kwa hekima uliopewazo neno hilo. Amina. Nimesema kwamba kuwa na ushirika katika imani. Tunakuaje na ushirika katika imani? Hakikisha ni kwamba hata watumishi wa Mungu walio kwa kanisani, kuna wazee wa kanisa, kuna wachungaji, kuna mashemasi, hao pia hata mshirika mwenzako tu yule yeka ndani hapo, anaweza akali miongoni mwa kukufikisha wewe kwenye sehemu ambayo yuko sahihi kwenye maisha yako. Huyo naye pia ni kimbilio kwenye maisha yako, pia hata kumshauri jambo ambalo atakufanya wewe kwenye sehemu ambayo Mungu amepangilia siku sahihi. Amen. Kwa hiyo tuchukue jukumu la kwamba kila mmoja asijione kwamba yeye kwa ujanja wake ndiye anaweza kufanya jambo lolote. Amini ya kwamba kimbilio kila mmoja wetu ni Mungu peke yake. Yesu Kristo yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Huwezi kufika mahali popote pasipo kutumia njia ya Yesu Kristo. Yeye ndiye kimbilio kila mmoja wetu. Basi kila mmoja kama ukana gani, ukana mizigo aina gani, umemaja kwa gani, basi hakikisha kwamba hili jambo langu kupitia Yesu Kristo ndio kimbilio la maisha yangu. Jina la Bwana. Asante kwa Yesu kwa ajili ya upendo wako, uweze kuachilia kwa wakati huu ya ndoa. Tunasema asante kwa ajili ya upendo wako, uweze kuachilia watoto wako, Yesu Kristo wako, tunahitaji baraka kuponya